Vita ya Israel, Iran na mwisho wa dunia. Unabii wa Gogi na Magogi umekaribia. Katika historia ya dunia kumekuwa na vita vingi, vita vya ardhi, vita vya dini, vita vya nguvu. Lakini kuna vita moja ambayo haijawahi kutokea bado kikamilifu. Vita ambayo ilitabiriwa maelfu ya miaka iliyopita kabla hata ya kuwepo kwa mataifa ya kisasa. Ndani kuna unabii unaotajwa kwa hofu na mshangao hadi leo, vita ya Gogi na Magogi. Na kinachowafanya watu wengi waogope zaidi ni hiki: taifa la Uajemi, yani Iran ya leo, linatajwa moja kwa moja. Je, hii ni bahati mbaya au ni ishara kwamba dunia inaelekea kwenye tukio kubwa ambalo halijawahi kutokea? Chimbuko la Israel katika unabii. Ili kuelewa vita hii, lazima kwanza uelewe nafasi ya Israel. Israel si taifa la kawaida tu kwenye Biblia, ni taifa lililochaguliwa, lililopitia mateso, utumwa na vita vingi. Lilikuwa Misri kama watumwa, liliharibiwa na Babeli, lilitawaliwa na falme nyingi, lakini kila mara lilirudi tena. Hii ndiyo sababu kwenye unabii mwingi Israel ndiyo kitovu cha matukio ya mwisho wa dunia. Katika maandiko, taifa hili linaonekana kama mahali pa vita, mahali pa hukumu na mahali pa ushindi wa mwisho. Uajemi, Iran ndani ya Biblia. Katika nyakati za kale, Iran haikuitwa Iran, iliitwa Uajemi, Persia. Uajemi ulikuwa falme kubwa sana, ilitawala dunia baada ya Babeli. Ilikuwa na nguvu ya kijeshi na kiutawala, iliongozwa na wafalme kama Koreshi. Kwa muda, Uajemi ilikuwa na uhusiano mzuri na watu wa Mungu, iliwaruhusu Wayahudi kurudi Yerusalemu. Lakini kwenye unabii wa mwisho, Uajemi inaonekana tena, safari hii kama mshiriki wa vita. Gogi ni nani? Ndani ya sura ya 38 tunakutana na jina la ajabu, Gogi. Gogi si taifa, bali ni kiongozi wa nguvu mwenye mamlaka makubwa. Anatajwa taifa au mataifa yanayoitwa Magogi. Wachambuzi wengi wanaamini Magogi inaweza kuwakilisha eneo kubwa la kaskazini au mataifa yenye nguvu ya kijeshi, lakini Biblia haielezi moja kwa moja kwa majina yao leo. Muungano wa mataifa. Hiki ndicho kinachofanya unabii huu uwe wa kutisha zaidi. Biblia inasema mataifa mengi yataungana pamoja, na miongoni mwao ni Uajemi, Iran, mataifa mengine ya mbali, nguvu kubwa za kijeshi. Huu si vita ya taifa moja, ni vita ya dunia dhidi ya Israel. Vita itakavyoanza, Biblia inaeleza kuwa Israel itakuwa katika hali ya amani au utulivu fulani. Ghafla maadui watakuja kama wingu, jeshi kubwa litazunguka nchi. Hakutakuwa na muda wa kujiandaa, hakutakuwa na tahadhari, itakuwa shambulio la kushtukiza. Mungu ataingilia kati. Hapa ndipo unabii unabadilika kabisa. Badala ya Israel kupigana, Mungu mwenyewe ataingilia kati. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya ardhi, vurugu ndani ya jeshi la maadui, maangamizi yasiyoelezeka. Maadui wataanza kuangamizana wao kwa wao. Moto utaanguka kutoka juu na dunia yote itaona kuwa hii si vita ya kawaida. Marekani ipo wapi? Swali ambalo wengi hujiuliza, Marekani iko wapi? Ukweli ni huu, Biblia haitaji Marekani kabisa. Hakuna jina lake, hakuna ishara iliyo wazi kabisa. Hii imeleta nadharia nyingi, labda itahusika, labda itakuwa dhaifu, labda ipo ndani ya kundi la mataifa bila kutajwa. Lakini ukweli unabaki, hakuna jibu la moja kwa moja. Baada ya Gogi na Magogi, baada ya vita hii, Biblia inaendelea kueleza matukio mengine makubwa zaidi. Ndani ya tutaona vita ya Armageddon. Hapa mataifa yote ya dunia yatakusanyika, vita ya mwisho itapiganwa, uovu utaangamizwa kabisa. Hii ndiyo hatua ya mwisho ya historia ya dunia. Je, vita vya sasa ni dalili? Leo tunashuhudia mvutano kati ya Israel na Iran, vita vya mara kwa mara, mataifa makubwa kuhusika. Je, hii ndiyo ile vita? Jibu ni inaweza kufanana, lakini si lazima iwe hiyo. Wataalamu wengi wanasema hizi ni dalili au maandalizi ya matukio makubwa zaidi. Hitimisho kubwa, emotion ending. Falme zimeinuka na zimeanguka. Historia imeandika vita nyingi, lakini bado kuna vita ambayo haijaandikwa kikamilifu.
vita ya Gogi na Magogi, vita ya Armageddon. Na labda tunaishi katika kizazi kinachoshuhudia yote haya. Swali ni kama vita itatokea, swali ni lini? Kama umefika mwisho wa simulizi hii ndefu, andika kwenye comment nimeelewa vita vya mwisho, na usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ.